Inaweza kuwa na maana gani uotapo huku una pesa mingi, alafu ukiamuka hakuna chochote? Ama ni ile tu kafinje ulikuwa umebakisha kwa mfuko wa rongi. Uotapo huku una hela mingi, alafu katika hali yako ya kuamuka huna chochote ng'o. Kitu ya kwanza hufanyika ni kwamba unakuwa katika ile hali ya hisia zilizochanganyika, kwani una ile furaha kwamba ulikuwa na pesa mingi, alafu kuna ile pia hali ya kuhisi kwamba zile pesa kumbe hazipo, na unajihisi kana kwamba umeporwa pesa zako, na hiyo inabadilisha hisia zako ghafla. Na katika ule mchanganyiko wa hisia inaweza kuwa na maana zilizotofautiana kabisa, huenda maana chanya au vile vile maana hasi. Maana ya kwanza inaweza kuwa umekuwa na tamaa kubwa ya mafanikio. Umekuwa na tamaa kubwa ya mafanikio kiuchumi, kihela au hata kishughuli ambayo unaiendeleza, na hivyo basi uwapo katika ile hali, kuna uwezekano mkubwa sana wote ukiwa na pesa au na hela mingi. Kila mtu ana tamaa kiasi fulani ya hela, ile hamu ya kupata hela, ile hamu ya kufanikiwa katika maisha. Si hamu baya, lakini ile tamaa ikizidi sana, huenda tena ikakuathiri pakubwa. Hivyo basi cha muhimu kufanya ni kuhakikisha kwamba unaidhibiti ile hali ya kufanikiwa. Usije ukafika mahali kwamba unaweza fanya chochote katika hii dunia ndio uweze kufanikiwa, hata kama ni maovu. Tuangazie la pili. Hii ndoto inaweza kuwa na maana kwamba hivi karibuni utapata kibali, utapata nguvu, utapata ujasiri, utapata bahati fulani, na utapata heshima kubwa, na ile hali yako ya kujiamini itaenda juu, na tena dhamani yako ya kibinafsi bila shaka itainuka juu. Kumbuka tulisema kuna mchanganyiko wa hisia. Kuna ile kufurahia ukiota ukiwa na zile hela mingi, na kuna hali halisia ambayo bila shaka kidogo inavunja moyo. Na hivyo basi inaweza maanisha pia yale ambayo tumeyataja: heshima, nguvu, bahati, kibali na ujasiri, unaweza zipoteza wakati wowote ule. Na kwa sasa tuangazie lile la tatu. Uotapo una hela kibao, inaweza kuwa na maana kwamba unakuja kupata mafanikio, tena mafanikio ya muda mfupi. Na hivyo basi ni vema kuyafahamu haya, na ndio ifikapo utafanikiwa na yale mafanikio yawe ni ya muda mfupi, utakuwa ukijua ya kwamba mafanikio yenyewe hayadumu. Kama ni kazi umepata, ama ni hela fulani umepata, ama bahati au miradi fulani unaendeleza, inafaa ufahamu kwamba kuna uwezekano mkubwa yawe tu ni ya muda mfupi. Na hivyo basi kama wewe ni mjanja, si utajipanga kabla ule muda mfupi uishe? Na huo ndio umuhimu wa kujua maana za ndoto. Ndio uotapo ndoto kama ile na huku unaifahamu maana, bila shaka inaweza kukuokolea pakubwa huko mbele.